Je, ungeweza kujifanya kuwa mtu usiye ili kumudu upendo wa maisha yako? Ikena alifanya hivyo, na kile kilichotokea kitakushangaza moyo wako na kukushika hadi mwisho. Huko katika chuo chenye kelele na maisha ya University of Nigeria, Nsukka, aliishi kijana aitwaye Ikena. Alikuwa mvulana mwenye akili za ajabu, mkimya na mpenda vitabu kama mtu anayeishi ndani ya kurasa zao. Hakuwa na kelele za darasani wala mwenye kuinua mkono kila mara, lakini akili yake ilikuwa kama kisu kilichonolewa. Aliweza kumudu mada ngumu kwa urahisi. Wenzake walimudu kumudu maelezo, wakimudu kumudu noti zao kama hazina ya chuo. Ikena alitoka katika familia ya hali ya chini huko Enugu, ambapo mama yake, mfanyabiashara mdogo wa soko, alikuwa ameuza sehemu ya nyumba ya marehemu mumewe ili amsomeshe. Kabla ya kuondoka kwenda chuo, mama yake alimudu kumudu maagizo ya moyo: mwanangu, zingatia masomo yako. Usivurugike na mambo ya dunia. Lakini moyoni mwake, Ikena alikuwa na mvurugiko mmoja: Adana, msichana aliyemudu kumudu kila wazo lake. Adana alikuwa kama jua linaloangaza katikati ya chuo, ngozi yake nyepesi iling'aa, miguu yake mirefu ilimudu kila mtu, na mavazi yake yalikuwa kama yale ya nyota wa Instagram. Harufu yake ya manukato ilitangaza kuwasili kwake kabla hata hajafika, na nguo zake hazikurudiwa mara mbili. Watu walimudu kunong'ona lazima atoke katika familia tajiri. Lakini ukweli ulikuwa tofauti. Adana alikuwa na talanta ya kumudu wanaume matajiri, na alijua jinsi ya kuwafanya watumie pesa zao. Mpenzi wake wa wakati huo alimnunulia iPhone 16 na kila wikendi alimchukua kwa gari tofauti, akimudu kumudu maisha ya anasa. Hata hivyo, Ikena hakuweza kujizuia. Alikuwa akimpenda tangu siku ya pili chuoni. Wakati Adana alipomudu kumudu, tafadhali, unaweza kunielezea mada hii tena? Sauti yake ilikuwa kama wimbo na tabasamu lake lilimudu moyo wake kama moto unaowaka polepole. Tangu siku hiyo, Ikena alimudu kumudu Adana sio tu kwa masomo, bali kwa kila kitu. Alimwandikia noti alipokosa masomo, akamsaidia kazi za chuo, na hata akamaliza mradi wake wa mwaka wa mwisho. Lakini kila alipomudu Adana akimudu mtu mwingine, moyo wake ulikuwa ukivunjika kama glasi inayodondoka. Je, atamudu vipi kumudu moyo wake mwenyewe? Siku moja katika mwaka wao wa 4, Adana alimudu Ikena swali rahisi: una kalamu ya ziada? Ikena alimpa kalamu yake ya kupenda bila kusita, na Adana alimudu tabasamu la kumudu moyo: wewe ni mpendwa sana, Ikena. Usiku huo, Ikena hakulala. Mawazo yake yalikuwa yanamudu: je, ananipenda sasa? Je, ananiona kama mtu wa maana? Alimudu kumudu pini ndogo ya nywele kama zawadi, akitumaini itamudu moyo wake. Lakini Adana alimudu tu shukrani za kumudu kama mtu anayepapasa mbwa wa mitaani. Moyo wake uliumia, lakini hakuacha kumudu Adana. Alipohitimu, Adana alirudi chuoni kwa Lamborghini ya fedha, pamoja na mpenzi wake mpya mwenye harufu ya pesa na jezi za maridadi. Alimudu Ikena akisema, asante sana, Ikena. Sikuweza kufanikisha bila wewe. Ikena alimudu tabasamu, lakini moyoni mwake alisema, siku moja nitakuwa tajiri na nitarudi kwako, Adana. Lakini maisha yalikuwa na mipango yake ya kumudu. Je, Ikena angeweza kumudu ndoto yake ya upendo? Baada ya kumudu Nick, maisha yalimudu Ikena vibaya. Alikuwa na ndoto za kufanya kazi katika makampuni makubwa ya Abuja na milango ya vioo na vyumba vya baridi. Alituma maombi kila mahali, akapiga simu na hata akapanga foleni chini ya jua kwa ajili ya usaili, lakini hakuna kilichomudu. Njaa ilimudu kumudu kiburi chake, hadi rafiki yake wa zamani akamudu kumudu kazi ya udereva. Bosi wake mpya, Chief Innocent Mara, alikuwa mtu wa kumudu, mtajiri wa mafuta, mali isiyohamishika na siasa, mwenye nyumba 4 huko Abuja, Lagos, Dubai na hata London. Lakini Chief alikuwa peke yake, hakuwa na mke wala mtoto, kwa sababu, kama alivyosema, ndoa inaleta vurugu, na mimi napenda maisha yangu ya utulivu.
Ikena alimudu kazi hiyo kwa unyenyekevu, akimudu kichwa chini, akifungua milango na kuendesha gari bila kumudu kelele. Lakini Chief alimudu akili zake. Siku moja, baada ya kumudu siku ndefu, Chief alisema, Ikena, una akili kama wakili. Unaweza kusoma mkataba kama mtaalamu. Sasa utasimamia nyumba yangu, magari na wafanyakazi wote. Ikena alikuwa sio tu dereva bali msaidizi wa karibu wa Chief. Alimudu nguo za Chief, gari lake na hata maisha yake ya kila siku. Lakini je, maisha haya ya kumudu yangebadilika ghafla? Siku moja, Chief alimudu Ikena agizo la kuleta mvinyo kwa ajili ya hafla. Ikena alimudu Jabi Mal akiwa amevaa jezi ya Chief na akiendesha Mercedes Benz yake. Alipokuwa akimudu gari, sauti ilimudu kutoka nyuma, Ikena, ni wewe kweli? Moyo wake ulimudu kusimama. Ilikuwa Adana, mrembo zaidi kuliko hapo awali, na harufu yake ya manukato ilimudu kumudu kumbukumbu za chuo. Alimudu gari akidhani ni lake na akasema, "Wow, Ikena, umefika mbali. Hii gari ni yako." Ikena alimudu kumudu ukweli, lakini sauti yake ya kumudu ilimudu, "Sio yangu, ni ya bosi wangu." Lakini kitu kilimudu, tabasamu la Adana, jinsi alivyomudu kumudu kama mtu wa maana. Alisema, "Ninafanya mambo kadhaa hapa na pale." Adana alimudu tabasamu la kumudu, akisema, "Nilikujua, kijana mwenye akili kama wewe." Walimudu nambari zao na Adana alimudu kumudu tena siku iliyofuata. Ikena alijisikia kana kwamba alikuwa amemudu tena maisha yake ya zamani, lakini kwa gharama ya uongo. Je, angeweza kumudu uongo huu kwa muda gani? Adana alianza kumudu Ikena mara kwa mara, na kila simu ilimudu kumudu moyo wake kama wimbo wa kumudu. Alimudu kumudu kama mwanangu mkuu, na Ikena alimudu kumudu jina hilo bila kumudu ukweli. Alitaka kumudu ukweli, lakini kila alipofungua mdomo, maneno yalimudu kumudu. Siku moja, Adana alimudu kumudu chakula cha mchana katika mkahawa wa gharama kubwa huko Maitama. Ikena, akiwa na naira 20,000 tu akauntini mwake, alimudu nguo za Chief, manukato yake na gari lake ili kumudu Adana. Chakula cha mchana kilikuwa cha kumudu. Adana alimudu kumudu hadithi za biashara na Ikena alimudu kumudu za biashara za paka, akisema, "Ninafanya biashara za mali isiyohamishika na logistics." Aliporudi nyumbani, alimudu picha ya Adana kwenye Instagram, ikiwa na maneno, "Maisha ya raha na mpenzi wangu." Simu yake ilianza kumudu marafiki wa zamani, maswali na gumzo. Ikena alimudu Adana na kumudu picha hiyo, akisema, "Tafadhali ifute. Napenda maisha yangu ya utulivu." Adana alimudu, lakini uongo ulikuwa umemudu kumudu. Je, Chief angegundua uongo wake kabla ya kumudu Adana zaidi? Adana alimudu kumudu Ikena zaidi, akimudu kumudu chakula, nguo na hata manukato. Alikuwa tofauti, sio tu mrembo, bali mwenye huruma, mwenye kumudu kila kitu kidogo kuhusu Ikena, kama alivyomudu kumudu chakula bila kutarajia au kumudu meseji, "Umechoka jana na kutakia kupumzika." Siku moja, katika mkahawa wa kumudu, Adana alimudu kumudu swali, "Hatua yako ya pili ni nini? Sisi wawili tunaenda wapi?" Ikena alimudu kumudu, "Wewe unanipa amani." Adana alimudu tabasamu, akisema, "Je, unanipenda?" Ikena alimudu kumudu, lakini uongo ulimudu kumudu kama mlima juu ya kifua chake. Alimudu kumudu uchumba na Adana alimudu kumudu pete sio ya dhahabu, lakini alimudu kumudu kwa moyo wote. Ikena alikuwa na furaha, lakini woga ulimudu kumudu usiku, akijiuliza, je, angenipenda kama angejua ukweli? Je, angeweza kumudu ukweli kabla ya harusi? Siku 3 baada ya uchumba, Chief mara alirudi nyumbani bila kumudu. Ikena alimudu woga alipomudu sauti yake kwenye intercom, "Ikena, niko langoni." Alimudu kumudu kila kitu, nguo, gari na hata nyumba, ili kumudu kama ni zake.
Chief alimudu skafu ya Adana kwenye sofa na glasi mbili za mvinyo kwenye meza ya kulia, moja ikiwa na alama ya midomo. Alimudu. Ikena, hii ni yako. Ikena alimudu. Hapana, ni ya rafiki aliyepita hapa. Chief alimudu kumudu kwa muda mrefu akisema, sitopenda uongo, Ikena. Uongo ni kama manukato, unafanya kazi kwa muda lakini ukweli utanuka. Ikena alimudu kumudu kila kitu, upendo wake wa kwanza, makosa yake na woga wake wa kumudu Adana. Chief hakumudu kumudu, lakini alimudu kumudu simu ya Adana, baba anataka kukutana nawe wikendi hii. Ikena alimudu woga, alikuwa amemudu uchumba, lakini sasa angeweza kumudu familia ya Adana. Je, ukweli ungeweza kumudu kabla ya kumudu kila kitu? Ikena alimudu kumudu familia ya Adana huko Maraba. Nyumba yao ilikuwa ya kumudu, kuta za cream, maua yaliyopangwa kama askari wa kijeshi. Adana alimudu kumudu, usiwe na woga, umeshaipita. Moyo wake ulimudu kumudu. Adana hakuwa tu mrembo, alikuwa na huruma, akimudu kumudu chakula au kumudu meseji za kumudu. Baba yake Adana, mwenye ndevu za kijivu na sauti ya upole, alimudu, unamudu nini, kijana? Ikena alimudu, ninafanya kazi na mwanabiashara wa juu, ninasimamia mali zake katika miji kadhaa. Ilikuwa ya kweli kiufundi, lakini sio picha iliyomudu akilini mwao. Mama yake Adana alimudu, tusipoteze muda, tuweke harusi Septemba. Adana alimudu kumudu mkono wake chini ya meza akisema, Septemba ni kamili. Ikena alimudu kumudu, lakini moyo wake ulikuwa ukipiga kama ngoma. Alimudu kumudu mama yake huko Enugu akisema, mama, nitawa Septemba. Mama yake alimudu, hakikisha wao wanajua wewe ni dereva, Ikena. Usijifanye mtu mwingine. Ikena alimudu, lakini moyo wake ulikuwa umemudu peke yake. Je, angeweza kumudu harusi iliyojengwa juu ya uongo? Siku moja kwenye gari, Chief mara alimudu Ikena swali la kumudu, kwa nini ulimudu gari langu, nguo zangu, nyumba yangu na kujifanya ni zako? Ikena alimudu kumudu ukweli, jinsi Adana alivyomudu kumudu, jinsi alivyomudu kumudu na jinsi alivyomudu kumudu tena. Alisema, nilikupenda tangu chuoni, lakini alikuwa mbali nami. Siku hiyo Jabi Mal aliniona kama mtu wa maana na sikuweza kumudu ukweli. Chief alimudu, uongo mbaya zaidi ni ule unaofanya kazi. Unakupa upendo, lakini unajua uko swali moja mbali na kupoteza kila kitu. Sema ukweli kabla ya harusi au mtu mwingine atasema. Ikena alimudu woga, alimudu kumudu Adana, lakini je, angeweza kumudu ukweli? Usiku huo alimudu mbele ya mlango wa Adana akiwa na pete na simu mkononi. Alimudu kumudu, lazima tuzungumze. Adana alimudu tabasamu, akimudu kumudu ndani, akisema, wewe tena. Unanipenda sana, sivyo? Je, Ikena angeweza kumudu ukweli sasa au angeendelea na uongo? Siku ya harusi ilimudu, ukumbi wa Chief Carlos ulikuwa umemudu na chandeliers, sahani za dhahabu na maua yaliyomudu kama bustani ya Edeni. Adana alikuwa akimudu kumudu mapambo yake, akiwa amevaa jezi ya harusi iliyomudu kama mwangaza wa mwezi. Ikena alimudu kwenye chumba chake, akiwa na jezi nyeupe na suruali, akiwa amekosa usingizi usiku wote. Maneno ya Chief yalimudu kumudu, huwezi kujenga ndoa juu ya uongo. Alimudu mlango wa Adana akisema, naweza kuingia? Adana alimudu kumudu, lakini alimudu woga wake. Nini kimetokea, Ikena? Kwa nini una sura hiyo? Ikena alimudu kumudu, mimi sio yule unayemudu. Gari, nguo, nyumba sio zangu. Mimi ni dereva wa Chief Mara, ninaishi katika nyumba ya wafanyakazi. Adana alimudu kumudu, hapana, unanichezea. Hii sio kweli. Ikena alimudu, nilikupenda tangu chuoni, lakini nikamudu uongo ili nikupate. Nilitaka kusema ukweli, lakini kila mara woga ulinishinda.
Adana alimudu kumudu. Umenidanganya Ikena. Umenidanganya, sio tu mimi, bali moyo wangu. Nilikuwa nikupenda wewe, sio gari au nyumba. Alimudu kumudu. Ungeweza kusema ukweli zamani. Sasa siwezi hata kukuangalia. Alimudu nje akitoka kwenye chumba, na Ikena alibaki amemudu akiwa na moyo uliovunjika kama glasi iliyodondoka. Alimudu kumudu pete mkononi mwake akisema, Mungu, nimefika wapi? Je, upendo wao ungeweza kumudu ukweli au ulikuwa umemudu kabisa? Tazama sehemu ya pili ili kujua ikiwa Ikena atamudu kumudu Adana tena au ikiwa uongo wake utamudu kumudu kabisa. Jiandikishe kwa chaneli yetu kwa hadithi za kumudu zaidi na usisahau kushiriki maoni yako. Je, ungeweza kumudu uongo kwa ajili ya upendo?